ndugu yetu Weston Kirosho Kanja, Mama Jedida, Mama Catherine, watoto wao wote wakiongozwa na Inspector General IG wetu, maaskofu wakiongozwa na askofu wetu Gerald Mureithi na wale maaskofu wengine wote, ndugu viongozi na watu wa Laikipia, Nyeri na watu wa Kenya mlio hapa, hamjambo? Moriega. Mimi kwanza naleta rambirambi zangu nyingi kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya serikali ya Kenya na Wakenya wengi, marafiki wa familia ya mzee Weston Kirosho, tukisema pole kwa kumpoteza baba, mzee wetu wa heshima wa sehemu hii, grandfather ya watoto wake, na pia mshirika na mmoja wetu katika taifa letu la Kenya. Tunasema poleni sana. Huyu mzee Weston Kirosho sikupata nafasi ama bahati ya kumjua at a personal level, lakini niko na shukrani nyingi kwake kwa sababu ya kunipatia kiongozi wa jeshi letu la polisi, Bwana Kanja. Mimi namshukuru mzee huyu kwa kulea familia, na kwa hiyo familia tukapata kiongozi ambaye anashughulika na usalama wa taifa letu la Kenya. Wakati nilijaribu kufikiria vile mzee Weston alivyochangia, tumesikia alikuwa public servant, alifanya kazi sehemu tofauti tofauti ya taifa letu la Kenya. Pia alikuwa mtu wa kanisa, alichangia sehemu kubwa pale kanisani, na vile vile alikuwa mkulima. Mimi namjua kupitia kwa Douglas Kanja ambaye ni IG wetu, na amekuja hapa kwa heshima ya huyu mzee ambaye amechangia sehemu kubwa katika mambo yetu ya taifa la Kenya. Nilikuwa nafikiria jina Weston ni jina ya hoteli, lakini nimesikia kumbe ni jina ya mtu. So nimefurahi sana kwamba tumefika hapa kusherehekea maisha ya mtu ambaye mchango wake kwa taifa letu la Kenya inaonekana. Na wapongeza wananchi wa sehemu hii kwa ushirika wenu kwa familia hii, kwa kuja ili tuweze kuomboleza na kupunguza mzigo mkubwa ulio katika familia hii kwa sababu ya kumpoteza mzee huyu. Na sote tumekuja hapa kama wananchi, kama binadamu, tukijua ya kwamba sote ni wavivu tukifika mahali barabara ya kusafiri kuondoka dunia hii ni hii ya mzee huyu. So asanteni sana. Nataka nimweleze ndugu yangu Kanja and your family, we stand with you. Tunauliza Mungu awarehemu, awashike mkono, familia yenu izidi na kusonga mbele. Mimi niko na shukrani kubwa. Douglas Kanja
ni mtu ambaye ananisaidia kazi mzito. Kazi ya usalama wa nchi sio kazi rahisi. Kazi inayohusu maisha ya watu, mali ya watu na usalama wa nchi. Mimi nimebahatika sana kumpata mtu shupavu, a courageous man, a forthright leader, a man of integrity. Na nashukuru mzee huyu because I know huyu Douglas hangekuwa vile alivyo kama hangepata malezi mazuri kupitia kwa baba yake na familia yake. So I'm truly grateful. Pia mimi nataka niwashukuru viongozi wale wengine wote mliokuja so that we can share this moment with this family, na pia wananchi ambayo mmetutembelea hapa. Vile mmesikia huyu mzee alikuwa ni mzee ambaye alihusika na mambo ya maendeleo sehemu hii. Alikuwa anashughulika vile mnasikia na mambo ya shule. Alikuwa anashughulika na mambo ya maendeleo ya sehemu hii akishirikiana na viongozi. Tumesikia historia kutoka Mheshimiwa Festus Kiunjuri ambaye amesema vile walifanya ushirikiano hasa ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Kwa sababu leo tunampumzisha huyu mzee na tumesikia tuko na deni yake kubwa. Huyu Kiunjuri amenibebesha mzigo kubwa. Najua shida ya huyu Kiunjuri ni kwamba ni mtu wa rika yangu. Na unajua mtu wa rika anaruhusiwa kufanya maneno kiasi. So Bwana Kiunjuri, yale maneno umesema kuhusu mambo ambayo yanahusiana na huyu mzee, nitashirikiana na wewe na wale viongozi wengine ili tuweze kuyatimiza kwa heshima ya huyu baba wetu. Ya kwanza ni ile ya kanisa, mahali ya kujenga kanisa. Mimi nimelaumiwa sana kwa ujenzi wa makanisa katika Kenya hii, na I am as guilty as charged. Mambo ya kujenga kanisa mimi pia nilifundishwa na baba yangu. So kama kuna mtu atalaumiwa, mtafute. Bahati mbaya mzee alishaondoka. Sasa sijui mtaenda kumuuliza nani. So hiyo kanisa ambayo mmesema tujenge hapa, next Sunday, Jumapili inayokuja, nitatumana shilingi 500,000 mwanze kujenga hiyo kanisa. Na mshirikiane na wale wengine, alafu isipotosha mtatueleza baadaye, alafu tuone vile tutajenga hiyo kanisa. Kanisa ni ya muhimu kwa sababu ni mahali ambapo tunaweza kujua neno la Mungu. Na neno la Mungu liko na ukweli wa kutosha. Ukisoma kitabu ya Daniel 11 mstari wa 32 nasema, lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watafanya mambo makuu. Ni vizuri watu wamjue Mungu. Therefore, priority yetu ya kwanza ni kuhakikisha kwamba we build a church so that more and more people can get to know God. So tutashirikiana na wale ambao ni wataongoza hiyo maneno kwa heshima ya huyu mzee. Nimefurahi sana pia Askofu Mureithi amesema, amenialika niende tufungue kanisa mahali ambapo tulianza kujenga. Nimefurahi sana kwamba mmemaliza. Kawaida mimi si alikwi mahali ya kufungua, na alikwa mahali ya kujenga. Nimefurahi sana. Hii ya kufungua mimi nitaharakisha.
takuja mapema. Jambo la pili ni yale mambo viongozi wa hapa wamesema kuhusu mambo ya barabara zenu. Ni kweli tuko na